Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye si mwingine bali ni dada yetu ambaye najua mnafaidika naye, anazidi kuwapa mengi na mengi zaidi, haswa wewe kama mwanamke. Na kama unavyojua Jukwaa la Wanawake linaangazia masuala mengi ambayo yanawasibu wanawake, haswa tunaangalia ni jinsi gani unaweza eka kila kitu sawa wewe kama mwanamke upande wako, kwa sababu tunajua jamii ni wewe kama mama. Na insha Allah katika awamu yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tukiwa na Sukaina, tunaenda kuangazia dignity and identity. Dignity and identity, tunataka kuangalia maisha ya Bibi Fatima Zahra, jinsi gani aliishi na modesty, na imani yake ilikuwa vipi, na heshima yake pia ilikuwa vipi, na kule kujifahamu. Wana identity ni kama kule kujijua na kujifahamu, ili kuhakikisha kwamba masuala yako wewe kama mwanamke unaweka sawa popote unapokuwa. Na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana tena Sukaina. Asante. Alhamdulillah, kuwa na wewe ni raha, sababu mwisho wa siku tunafaidika na mengi na mengi zaidi. Alhamdulillah, kila mtu anafaidika. Unajua katika zaka ya ilmu ni kwa kutoa. Kweli. Huwezi kaa na ilmu yako peke yako. Kweli. The more unatoa ndo the more unapata. Mashallah. So, bismillah. Leo tunazungumzia kuhusu vile ambavyo tunaweza ishi kama wanawake Waislamu. Tuishi kwa dignity. Kukuwa na haya na heshima na katika huu ulimwengu wa sasa. Kwanza kabisa tukiangalia Muislamu, haswa mwanamke Muislamu, mtu kutaka kujua kwamba huyu mwanamke ni Muislamu lazima kwanza angalie mavazi yake. Ndio. Unaweza pata hata mtu si Muislamu akiangalia yule msichana anasema, wewe ni Muislamu kweli? Hata si kwa jina, ni venye tu amevaa ndo inamshangaza kama ni Muislamu, kwa sababu wamezoea kwamba Waislamu ni wanawake Waislamu ni kujifunika. Kujifunika. Na huku kujifunika si kujifunika tu mwili. Tunafaa hii hijabi yetu tusiiweke tu ndani ya mwili, kwa sababu nakumbuka kwamba katika maisha ya Bibi Zahra alivyokuwa amekaa sehemu, alafu mwanaume kipofu alivyoingia hapo, yeye akajifunika. Ndio. Watu wakamuuliza, kwa nini wewe unajifunika na huyu ni kipofu? Na hakuoni. Hakuoni. Ndio. Akasema kwamba yes, ni kipofu, yeye hanioni, lakini mimi namuona. Ndio. Na mimi kujifunika kwangu si kwa ajili yake, ni kwa ajili yangu mimi mwenyewe, kwa sababu hii hijabi yangu inafaa kuanzia moyoni mwangu na akilini mwangu. Sababu nikishaanzia akilini, ikishaanza moyoni inaenda kwa akili, na kwa akili, after ishafika kwa akili, inaanza sasa kujitoa katika matendo yangu. Ndio. Maongezi ninavyoongea na pia venye naamiliana na watu. Ndio. Sasa hii hijabi yetu inafaa kuwa katika hizo sehemu zenye tumetaja. Ndio. Kama kwa akili, unafaa kulinda akili yako, uipatie hijab, uilinda kutokana na fikra mbaya ama fikra ambazo unaona tu hii inakaa tu wasiwasi kutoka kwa shetani. Sababu kuna vitu venye hata wewe mwenyewe ukifikiria unajiogopa. Kweli. Sema hapana, audhu billah, siwezi kuwa nafikiria hivi mimi. Na si eti kwa sababu wewe ni Muislamu. Wewe kama mwanadamu kuna mambo ambayo huwezi fikiria. Kwa sababu unajua tu, kwanza mimi ni mwanadamu, alafu mimi ni Muislamu, alafu mimi ni mwanamke. Mwanamke ndo nani inaitwaje? Kiini cha jamii sana sana. Sasa wewe kama kiini cha jamii, akili yako ikishapotoka, nika tumeharibu kila kitu. Kama hiyo seed ikishaharibika, utatoa tunda zuri. Itakuwa kila kitu kimeharibika, kinaharibikia tu hapo. Sasa mimi kama mwanamke nafaa kujilinda. Kama hivyo venye Bibi Zahra alivyojilinda kutokana na huyo mwanaume, kujihifadhi kutokana na huyo mwanaume kipofu, ndo sisi pia tunafaa kulearn from yeye kwamba hii hijabi yetu yenye tunaona kila siku lazima tu mimi nivae buibui ndo nionekana Muislamu. Hapana. Nafaa pia akili yangu niilinde, macho yangu pia nialinde, ulimi wangu ni ulinde. Badala ya kufanya mambo mengine, afadhali nikae nyumbani. Badala ya kwenda out huko ukizunguka na watu ndo onekane wewe uko up to date na maisha ya siku hizi, better nikae nyumbani. Kwa sababu ukianza kuzunguka hivyo, madhara ni mengi. Cha kwanza, unaweza pata vitu ambavyo hujawahi tarajia kupata. Cha pili, dhambi. Sababu Muislamu, ukiwa Muislamu
uko katika tuseme uko katika sehemu fulani yenye ambayo hufai kutoka nje, na hapo ndani kuna rules zake, na hata ukitoka nje ya hiyo si eti utakuwa huru baadaye kwa sababu umetoka katika Uislamu. Pia huko nje kuna rules zake, labda ni venye huzijui, ndio maana unaona uko huru. Lakini kwa hii dunia hakuna mtu yoyote mwenye uko huru. Huwa tunajifanya tu kujiambia kwamba nikitoka hapa niende pale nitakuwa huru. Kwa mfano ukitoka shule unasema mi shule nakaziwa sana, acha nimalize shule nitakuwa free. Wala ukimaliza shule unapata maisha. Kweli. Hayo maisha ndio yanakulimit venye utaishi. Bado hauko free. Kweli. Na ukishaona eti umekuwa sawa, kwa mfano labda useme nikiolewa mimi nitakuwa free. Unaolewa unapata bado ndo kwanza nikaa nimeingia kwa ingine. Naam. Kwa sababu hatuko free kwa hii dunia. As long as uko katika hii dunia, jua tu kuna vitu ambavyo vitakulimit kufanya kitu. Kweli. So either way hatuko free. Tusijidanganye kwamba freedom ni outside this hijab. Nikitoa hijab nitakuwa free. Haya, toa hiyo hijab uone freedom nyingine itatokea wapi. Ukishatoa unajua kuna mambo mengine tena atakupata uone siko free. Sasa ndio hivyo kwamba hiyo haya ama hijab yetu inafaa kuanzia moyoni. Ikishaanza kwa moyo wako itafika kwa akili, na kwa akili ifike kwa vitendo na katika kila kitu. Na hiyo ndio itaonyesha Uislamu wako. Na pia jambo lingine ni kwamba katika hayo maisha yetu naona wakati Bibi Zahra alikuwa anajifanyia kazi zake, kwa mfano anajitengenezea unga, anafanya mambo mengine kwa mikono yake. Si eti alikuwa hawezi ambia watu, kwa sababu unajua yeye alikuwa ni binti ya Mtume. Binti ya Mtume pia anaweza jiweka kama mfalme hivi, nani binti ya mfalme aseme mimi ni mtoto wa mfalme, kwa hivyo nyinyi wengine mnafaa kunisaidia. Na watu wangemsaidia obvious kwa kutaka hivyo. Kwa ajili ya mapenzi wanayo kwa Mtume na kwa watoto wake wangefanya hivyo, lakini yeye hakufanya hivyo, kwanza kutumia watu wengine kwa ajili yake, kwa manufaa yake mwenyewe. Aliendelea alifanya kazi zake hivyo anavyofanya, hadi akaulizwa kwa nini unafanya hizi kazi zote peke yako. Akasema kwamba hii haya yenye tunazungumzia inafaa kuwa hadi katika maisha yako wewe mwenyewe. Kama unajua mume wangu saizi hawezi afford na ni maid ama mfanyakazi mwenye anaweza nisaidia, huwezi shinda kila siku kimpressure ukimwambia mimi sikuzaliwa kuteseka, by the way. Nilitoka kwetu nikiwa salama. Tulikuwa tunamfanya kazi. Sasa wewe umenioa, thank you, and tuendelee. Tuendelee vile vile venye ulinitoa huko ndo unafaa kuendelea, ama hata uende far. Ndio. So yeye akasema hakuna haja ya kumkalifisha mtu mwingine, kumpatia pressure na unajua kabisa hawezi fika. So ndo hivyo yeye anaendelea na kazi zake, akafanya hizo kazi zake hadi wakati Mtume akawapata, akamwambia kuhusu hiyo tasbihatu Zahra. Sasa pia sisi hii haya yetu inafaa kuwa hapo katika maisha yako. Hakuna haja uende mbele uanze kusema ati mimi nimetoka kwetu, kwa mfano tulikuwa tunatembea, sasa wewe umenioa unafaa kununua gari, sitashinda nikitembea kila siku na nimechange status yangu. No. Yeah. Tunafaa kuapply hizi vitu zote. Hiyo haya pia ni hijab. Hiyo hijab yetu pia unaiapply katika maisha yako. Kwa sababu hata wewe mwenyewe unajua ukiwa na mzazi wako hakuna venye ungemlazimisha akufanyie kitu ambacho yeye hawezi. Hata wewe mwenyewe wakati mwingine ukijua tu kuna trip na unajua wazazi wangu saizi hawako vizuri, au utaenda kuwalazimisha. Hata labda wengine walikuwa wapeleki barua ya trip nyumbani, najua tu mimi najua mzazi wangu hawezi afford, na si vibaya hawezi afford, huwezi mlazimisha eti ni dhambi kwake ni dhambi aje kupeleka trip. No, bora umeishi, umeenda shule, uko salama, hiyo ni sawa. So hiyo haya tunai-apply katika kila sehemu ya maisha yetu. Si hijab peke yake, ama si kujifunika tu ndo kuwa na haya. Naam. Pia kutokulazimisha mtu kufanya kitu ambacho hawezi, hiyo pia ni haya. Naam. So inakuwa ni kitu ambacho kina uzuri ndani yake. Na hadhi ya mwanamke ni muhimu. Na ukiangalia pia hadhi ya mwanamke ni kitu ambacho katika jamii kinafaa kuwekwa ama kuhifadhiwa. Ima wanaume, ima ni ndugu, ima ni kaka nyumbani, wanafaa kuhifadhi hadhi ya mwanamke. Kwa sababu utakuta mtu anakuambia ya kwamba ukitaka kujua yani ule msichana amelelewa malezi mazuri, angalia pale nyumbani waliishi vipi.
Baba zake walimwangalia vipi huyu mtoto, ama ndugu zake walimthamini vipi huyu mtoto. Maana kuna wengine tu yani ukaribie tu ndugu zao hiyo ishakuwa ni kama ni moto. Hata utakuta labda maskini ndio ni mtu anataka kuja kuchumbia, lakini anaambiwa tumia njia ambayo ni sahihi kuja kumchumbia huyu msichana kama kweli wewe unamtaka na unamthamini. Yani ni kama pia kulinda ile hadhi ya mwanamke. Kutomwona mwanamke ni kama, kwa sababu ukiangalia nadhani siku hizi hadhi ya mwanamke imeshuka. Tuangalie mitandaoni. Imekuwa ni mitihani mikubwa. Kabisa. Hadhi ya mwanamke sahihi kwa shakuwa tumesema inafaa kuanzia moyoni, si yale mavazi. Lakini kile kitakachokuwa pale ndani ndio pia nadhani kina reflect mavazi ambayo utaweza kuvaa wewe kama mwanamke. Kwa sababu mwisho wa siku at the end of the day mitandao ukiangalia kwa nini wanawake wanatumika katika matelevisheni ku advertise mafuta. Wao ndo wanatumika katika ku advertise marashi. Na sio kwa njia ambayo labda ni vazi zuri lenye amevaa. Hapana. Amevaa vazi ambayo ni exposing. Kwa sababu gani? Anaonekana ni kama chombo cha kuleta pesa. Na si wanawake wengi ambao wanajua hadhi zao. Kuna mtu anakuambia mpaka umkumbushe hadhi yake. Wewe hadhi yako ni kubwa, unafaa kuwa hivi na hivi. Unajua pia sisi wanawake kufikishwa hapo pia si wenyewe tumekubali. Kwa sababu wewe mwenyewe, wengine wanaona kwamba eti kujifunika ni kama kujiweka ukuwe mtu mwenye amepitwa na wakati. Ndio. Ukijifunika hivyo watu wanakushangaa. Ndio. Shida iko wapi? Bidii, mbona unafanya hivyo? Mimi nakumbuka. Hapa kwa wavani, mimi nakumbuka. Ni mtu ambaye nimezoea kuvaa jilbabs. Kila nikisema natoka naenda popote nimezoea majilbabu sana. Sasa mwisho wa siku mtu anakuambia sasa wewe na majilbabu yote unaovaa hapo unajua unakaa vipi? Yani kuna mwingine atakupeleka unakaa mtu mkubwa ukivaa hiyo majilbabu. Kuna mwingine atakwambia sasa wewe ukivaa unajua sasa kama nimezoea kuvaa niqab nini. Sasa mtu wewe nayo kuvaa niqab yako tena si utakosa mchumba. Namwambia kama niliacha wazi na pia mchumba hakupatikana. Sasa hii hijab inanihifadhi mimi kwa sababu mwisho wa siku ndio utakuta huku mitaani utapita mwanamume atakuheshimu. Kwa sababu atajua mimi huyu siwezi msogelea. Kabisa. Hivyo alivyojiweka mwenyewe tayari huwezi. Na ndio maana utakuta ni kama ni challenge kwetu sisi wanawake. Sasa hii hifadhi imekuwa ni kitu ambacho ni kidogo sana. Mitandaoni wanawake wa Kiislamu wako yani vile tu mtu anavyotaka. Kabisa, unaona venye unavaa pia ni kurepresent vizuri. Unaona kwanza ukiwa hapo kwa sehemu ya magari, ukienda kupanda matatu, venye conductors wanakuaga, wanang'ang'ania tu watu. Lakini kuna wenye wanajua wakiona tu mwanamke mwenye amevaa buibui anasema huyo msimshike. Wanakuacha tu hivyo, wanakuambia sawa twende. Lakini hawatakushika ama kuvute kama watu wengine wanavyovuta. Ndio. Hiyo ni kwa sababu si wenyewe tumejua hadhi yetu. Na pia dini imetusaidia kubakia hapo. Kwa sababu bila dini ndio hivyo pia si labda tungekuwa huko. Shukran sana Sukeina, shukran sana katika awamu hii. Inshallah tutachukua mapumziko, tukirudi tutaweza kuendelea zaidi na awamu ya pili, kufahamu mengi na mengi zaidi, ni vipi tunaweza tunza hadhi yetu na pia kujifahamu zaidi sisi kama wanawake katika haya maisha, ni vipi tunaweza ishi na heshima na kuwa na imani ambayo ni thabiti. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu machache ama mengi ambayo ameweza kuiangazia mimi binafsi, napata kupata mawili matatu. Je, wewe mpenzi mtazamaji ama wewe kama mwanamke, bali tunarusha kwako tukuulize wewe ni faida gani unapata kupitia mawaidha ama kupitia nasiha ama zinazotolewa na hawa dada zetu ama maustadha wetu wanaokuja katika studio zetu? Utuambie hapo katika comment kwa hiyo namba yetu Mahdi TV, ama pia utafika katika mitandao yetu ya kijamii @Mahdi TV Kenya, hiyo ni YouTube. Inshallah utaweza kupata na kufaidika na mengi zaidi. Utarusha komenti yako ukiwa na swali lolote, pia usisite kuuliza, na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake, tukiwa naye Sukeina ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Anazidi kuelezea umuhimu wa kutunza hadhi yako
wewe kama mwanamke ni upi, na insha Allah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sister Sukaina. Na pia tukiendelea kuongelea kuhusu haya, modesty, dignity. Tunaona hapa katika maisha ya Bibi Fatima nguvu ambayo alikuwa nayo katika subira. Unajua pia ukijiweka katika subira, yani umejilinda kutokana na mambo mengi. Na hiyo pia ni haya. Kwa mfano maisha yake wakati alikuwa anadhulumiwa, fada yake inachukuliwa kutoka kwake. Hiyo hutuba ambayo aliitoa mbele ya huyo khalifa wakati huo, hadi khalifa mwenyewe huo wakati alivyosikia hivyo akarudisha barua. Yani kumwambia sawa, nimekurudishia, lakini baadaye bado tu alipokonywa. Kuonyesha kwamba maneno yake yalisaidia sana. Mwanamke unafaa kusimama wakati unadhulumiwa. Si tu unyamaze tu useme nadhulumiwa, mimi ni mwanamke. Tunajulikana kwamba wanawake ni dhaifu, so tunafaa kunyamaza, usiongee sana. Mwanamke ni kutii, kutokuongea. Pia katika kudhulumiwa huwezi nyamaza tu. Kuna wanawake wanaosema katika hadithi ya Imam Hussein inasema huwezi ingia peponi kwa kunyamaza. Sababu kunyamaza hakutakusaidia mahali popote. Ama useme mimi nanyamaza ndo nisitende dhambi, bado hujajisaidia. Lazima ufanye kitu ndo upate hiyo amali nzuri ama mbaya. Si katika kuabstain. Sema sifanyi kitu so sitapata dhambi na sitapata thawabu, kumaanisha hauna chochote. Maana Mwenyezi Mungu ana hikma yake, kwa nini akaweka istighfar ama akaweka tauba? Kwa sababu alijua mja wangu ni dhaifu, na ukifanya hivi ni ujirudi wewe na akili yako urudi nyume kutaka tauba. Na pia wakati Bibi Fatima alikuwa yani anateseka sana katika hayo maisha yake, kufanya hizo kazi zote peke yake, hadi Mama Ali akamwambia aombe msaada kwa Mtume. Mtume naye hakumpatia mjakazi, akampatia tasbihatu Zahra yenye tunaambiwa pia sisi tuisome. Wakati mwingi tunaona yani hatuoni faida ya vitu vingine kama the word bismillah. Kuna story nyingi zingine watu wanasema eti kuna mtu alikuwa anahitaji kuvuka na alikuwa na mwalimu wake mwenye anamwambia, kwa nini wewe kila siku unachelewa shule? Anamwambia mimi huwa nachelewa kwa sababu kuna mto wenye nafaa kuvuka kila siku asubuhi ndo nifike shule, so siwezi vuka kwa sababu hakuna daraja. Huwa nazunguka napitia njia ndefu ndo narudi hapa. Haya, akamwambia soma bismillah, utaweza kufika hapa, utaweza kutembea juu ya maji ufike huko shuleni. So the next day alivyoenda akakuja mapema shule. Mwalimu akashangaa, akamuuliza mbona leo umewahi hivyo? Akamwambia nimetumia bismillah nikafika hapa mapema, nikaweza kutembea juu ya maji. Mwalimu wake hakumwamini. Akarudi naye akamwambia sawa, hebu sema tuone kama unaweza vuka. Akavuka, lakini huyu mwalimu yeye alimwambia tu mwanafunzi wake sema bismillah utaweza. Yeye hakuwa anajua nguvu ya hiyo Bismillahirrahmanirrahim. Lakini mwanafunzi alimwamini akatumia hiyo word. Ndio hivyo ndo nasema kwamba kama hii tasbihatu Zahra tunaweza kuwa tunaisema kila siku, lakini hatujui umuhimu wake ama hatujui nguvu yake. The same way na hiyo Bismillahirrahmanirrahim. Si lazima ukuwa unajua sijui dua ngapi hizo 50 kila siku lazima nisome ndo nifanikiwe katika haya maisha. Unaweza kuwa tu unajua Bismillahirrahmanirrahim na inakupeleka sehemu mbali sana ambazo ukiambia watu wanashtuka, nakwambia ukweli, yani ukoshua kabisa ni bismillah peke yake unasema kila siku, watu washtuke. Maana ni kama vile wanakuambia usimjaribu Mwenyezi Mungu. Usimjaribu, bali fanya kwa imani, kwa sababu watu wako na kujaribu. Kule kujaribu huwa halitimii. Kwa sababu mwisho wa siku ukiangalia kama huyo mwalimu alisema hebu niona, hebu acha nifanye, maana siamini. Kwa sababu hakuwa na ile imani. Lakini yule mtoto alikuwa na ile imani kwamba mimi nikitamka Bismillahirrahmanirrahim nitauvuka huu mto. Kwa sababu aliamini mwalimu wake. Alimwamini mwalimu wake, huyu ndo alimpa hiyo aya, na mwisho wa siku hiyo ikamsaidia. Kwa sababu nini? Aliweka imani ndani ya ile aya. Akajua hii inamtaja Mwenyezi Mungu. Bimaana nikifanya hivi kama useme umuhimu wa Ayatul Kursi. Inasaidia katika mambo mengi. Unaweza kuwa uko katika jambo ambalo ni gumu, lakini ukisoma Ayatul Kursi Mwenyezi Mungu analeta wepesi ndani yake. Sababu tunaona kwamba Mtume kumpatia Bibi Fatima tasbihatu Zahra hakumpatia kijakazi. Alimpa hiyo tasbihatu Zahra kumuonyesha kwamba
ukitaka msaada muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndo atakusaidia, usitegemee sana wanadamu. Ndio. Na sisi pia tunaweza learn something from that. Kwa mfano mtoto, tutumie mtoto, kutumia mfano wa Mtume. Mtoto wako akikujia saizi ana shida, tuseme ana shida 2. Moja, aswali. Ingine, amefail mtihani. Ama tuachane na kufail mtihani. Ameua. Sisi tutalia sana, au tuweke watoto wawili kwa mfano. Mmoja aswali, mwingine anaua. Au kwa hao watu wawili mwenye tutaenda kumsaidia wa kwanza ni yupi? Una watoto wawili, mmoja ameua, mwingine aswali, imani yake iko vibaya sana. Ama anaelekea kuluzi imani yake. Na huyu mwingine ameua. Kwa hao wawili utasaidia yupi? Wengi watasaidia mwenye aswali. Mwenye ameua. Kwa hii dunia sasa, huyu ameua anaenda jela. Kweli. Hilo nalo sahihi. Hapo kweli. Utamchukua huyu mwenye ameua, useme tunahitaji sijui lawyer, ufanye fundraising, watu wakusaidie kutoa pesa, wampate lawyer aweze kusaidia huyu mtoto. Na kuna mwingine mwenye maisha yake ya dini anaelekea pabaya. Na huyu ndo mwenye maisha yake yameharibika zaidi. Ndio. Huyu ameua, labda ana imani yake, bado tu atarudi kutoka hapo. Lakini huyu mwingine imani yake ya dini iko chini. Huyu ndo mwenye tunafaa kumshikilia vizuri. Kwa sababu huyu akiluzi imani yake kwa dini, mambo mengi mabaya yatafanyika. Lakini sisi hatuoni ubaya wa hii situation. Tunaona ya hii ya dunia peke yake. Huyu akhera yake imeharibika, huyu ni dunia yake. So hizo mbili hapo ndo hiyo huo mfano wa Mtume unaingilia hapo. Yeye alimpa tasbihatu Zahra, kumpa kijakazi. So sisi kuchagua huyu mtoto wa kwenda jela ni kumpa kijakazi, si kumpatia tasbihatu Zahra. Namwambia achague dini over dunia. Na hivi vitu viwili havijawahi kuwa separate, havifai kuwa separate. Nafaa kuwa the same thing. Dini na dunia. Lakini sisi tunaziseparate. Ndio hivyo unaona Uislamu ni dini yenye inakazia watu sana. Kwanza wanawake, afanye mwanamke hawezi enda sijui wapi, hawezi fanya nini, hawezi tembea bila mtandio, hawezi ishi maisha yake kivyake kwa sababu anahitaji tu mwanaume hapo kando yake. Lakini tunasahau kwamba Mwenyezi Mungu ana hikma yake. Hata akisema wanawake watembee hivi, hadi unaweza pita sehemu zingine usikie mtu anasema hapa mwanamke hafai kutembea kwa sababu ni dangerous sana. Na mwenye anaongea hivyo ni mwanaume. Ndio. So unaona kwamba pia yeye anaona the same thing. Yenye Mwenyezi Mungu ametuwekea kwamba wanawake msitembee hivyo peke yenu. Mwenyezi Mungu akisema wanawake watembee na mtu kando yake, kwa mfano brother yako, si kutembea hivi peke yako, hata kama saizi dunia ni nzuri. Ndio. Hata wewe mwenyewe unajua ukitembea na brother yako unajua uko sawa. Uko safe. Uko safe. Watu hawatashinda hapo wakikuitaita kila wakati. Hakuna mwenye anajua huyu ni nani wako. Anaweza assume huyu ni brother yake. Ama pia kwa watoto kuangalia, unaona hizi cartoon ama hizi programs za watoto siku hizi zenye hadi watoto wenye wako nursery wanaongea boyfriend girlfriend. Na shangazi, mama I have a girlfriend. Mwambia wow. Sisi lakini si hapa, si wa Afrika jamani. Maana hapa labda ni mtu ambaye labda tuseme ni mtoto ambaye katika mazingira yake ni ya rich kid. Lakini hawa mama zetu tulionao sisi, ama tu hii generation yetu, yani tu wewe kama mamako ni wa Kiafrika. Inabidi useme upumue kidogo, maana maswali utakayoulizwa na wewe bado ni hapo mdogo. Utakula vikoto tu vya kisawasawa. Lakini pia hivi vipindi ambavyo tunaachilia watoto waone, unajua pia sisi wa Afrika sisi tunaangalia vipindi vya Afrika pekee yake. Ndio hivyo. Na pia bado tunatamani sana kuwa kama hao watu kabisa. Na ndio maana tabia nyingi ambazo zimeigwa na watoto zinatoka nje. Una imagine mzazi anamwachia mtoto simu, ama mama anamwachia mtoto simu like 24 hours mtoto kwa simu. Lakini hajaangalia huyu mwanangu yotazama nini pale ndani. Hajamwekea labda ni programs ziseme ni PG, hizi ni ama ni GE, hizi ni za watu wazima na hii ni ya watoto. Maana ukiangalia cartoon tulizoangalia sisi zamani na sasa hivi ni tofauti kabisa. Ni tofauti kubwa sana. Maana ukiangalia hata mitandaoni ukipitia ukiona vitu vingine wewe mwenyewe pia unashangaa, unasema hivi hawa ni watoto ama mambo wanayofundishwa ni zaidi ya miaka yao. Na ndio maana watoto wengi wanapoteza ile hali yao ya utoto wanapokuwa wadogo. Kabisa.
Ndio hivyo tunafaa kufuata venye Mtume alifanya, Ndio. kumwonyesha mtoto wake kwamba usitegemee wanadamu kwa msaada wako, mtegemee Mwenyezi Mungu na Mungu atatumia hao wanadamu kukusaidia wewe. Ndio. Ndio hivyo pia tukirudi katika hii dunia ya saizi, kumwachia mtoto wako TV ama any electronic, unafaa kujua pia anaangalia vitu gani, na pia wewe mwenyewe ujue kipindi koje. Ndio. Sababu unaweza mwachia leo, labda leo hajaleta scene yenye si nzuri, lakini ukijua venye hao watu wanafikiria, utajua tu huyu one day pia, hata kama saizi hawaonyeshi, kuna siku wataonyesha. Na watoto wadogo wanashika sana kabisa. So kuna siku wataonyesha na unajua tu unamtoa kwa hii unampeleka kwa nyingine. Badala ya kupeleka watoto saizi kuwatch, kumwachia watch sijui ni Cocomelon. Unaweza mwekea kila siku hapa aya ya Qur'an ama tasura za Qur'an hizi fupi fupi. Watoto wengi haswa watoto wa Kiafrika wengi, tuachane na tuseme, I can say not being biased, but ninaweza kuambia upande wa Wasomali watoto wao katika Qur'an wako sawa, kwa sababu wanawang'ang'ania toka wanapokuwa wadogo. Lakini ukikuja huu upande wetu mwingine ni mtihani mkubwa. Mtoto wako size fulani, lakini pia hiyo Al-Fatiha inakuwa ngumu kusoma. Kwa sababu gani? Watoto akili imejaa michezo, akili imejaa vipindi. Mwambie akuelezee football ilikuwaje, atakuelezea. Lakini mwambie akusomee hata hiyo Wadhuha, lakini itakuwa ngumu kusoma. Hii inaonyesha ya kwamba tumeweka dunia mbele na tukaacha dini. Na generation, ukumbuke kwamba tunakuza generation ya kesho. Sababu mwisho wa siku tutakuja kujilaumu sisi. Sio wale watoto. Sisi ndio tumewaanzishia. Tumewasahaulisha kuwa kuna dini hapa inapaswa kufuatwa vizuri. Maana mtoto ataenda shule kuanzia Monday to Saturday, lakini madrasa atambua mwanangu amechoka, acha apumzike. Hapa ndo si wenyewe tunamuonyesha mtoto kwamba dini ni tofauti na dunia pia ni tofauti. Na unafaa kuprioritize dunia over dini. Si wenyewe ndo tunakuwa chanzo cha watoto wetu kuchoose dunia. Ndio. Na tunasahau kwamba bado ni sisi ndo tutalia baadaye. Kwa hivyo nyumba zetu pia tunafaa kuzitengeneza. Ukimzoesha mtoto wako, kwa mfano tukisha swali asubuhi hakuna kulala, tunasoma Qur'an, tunafanya dhikr, yeye ataendelea tu hivyo. Baadaye akiamua kuharibika ni yeye, lakini at least akitoka nyumbani alikuwa anajua. Hata yeye mwenyewe atasema mimi tukiwa home tulikuwa tunaswali fajr, after fajr tunasoma dua, tunasoma Qur'an. Lakini siku hizi mimi mwenyewe tu ndo nimekuwa hivyo. Anakubali makosa yake. Lakini sasa aende sehemu aseme mimi hata siku hizi mimi ndo nimeanza kuswali. Unajua nikiwa nyumbani hata hatukuwa tunaswali. Hata hatujawahi swali jamaa huu. Kila mtu anaswali kivyake kwa room yake, na hivyo kuswali hivyo pia ni ngumu. Ni vigumu kwa watu wengine. Unajua mkiwa pamoja inaleta nguvu. Unafanya kila mtu at least aweze kuswali. Hadi wenye ni wavivu wanajua tu swala ndo hiyo, lazima tuende tukaswali pale. So pia yeye anajivuta tu, anajipeleka hapo. Lakini kila mtu akiwa kwa room yake anaswali kwa room yake. Time ya swala imefika, kila mtu anaenda kwa room kuswali kwa room. Hiyo sasa inaonyesha venye hata umoja katika familia hakuna. Kwa sababu watu hawaswali pamoja, hawapray pamoja, hawana huo umoja. Wamezoea tu kupatana wakati wa family meeting. Kwanza Disemba hizi ndio hivyo. Hata watoto wenyewe unashangaa, haya na umekuwa mrefu na mnaishi sehemu moja. Unashangaa tu out of the blues mtoto amekuja, unaanza kumwangalia hivi, unashangaa ulikuwa lini? Ama hata ujui uko class gani saa hizi. So huko kuswali pamoja, kusoma dua pamoja, at least kunaleta huo uwiano pamoja. Mnakaa pamoja, mnaishi vizuri, mnasikia at least najua hata kama tuonani na Haifa kila wakati, time ya dua nitamuona, nitajua yukoje. Labda kila siku Haifa ndo anakuaga na sauti ya juu kusoma dua, leo amekuja amesoma dua na sauti ya chini, obvious nitajua kuna shida. Ndio. Sababu siku nzima hatupatani. So lazima tutafute hizo excuse ndogo ndogo za sisi kuwa pamoja katika familia. Hata kama watu wengine watasikia sijui aje, lakini baadaye atajua tu kwamba ilikuwa na umuhimu wake. Mashallah, shukran sana. Na tukimalizia, labda ni nasaha gani ambazo wanaweza wapa wanawake ambao labda kuna mwanamke amegive up, anaona maisha yangu mimi kwa kweli ilivyofikia mimi imani yangu imeshuka kiasi cha kwamba anashindwa ata revive vipi imani yake, kwa sababu mwisho wa siku imani ni kitu muhimu.
kuwa nayo ili kuweza kuendelea na haya maisha? Kitu cha kwanza mimi nasema ni surroundings. Ukijisurround na watu fulani utakuwa tu hao. Ukijisurround na wasichana wenye wamezoea tu wao ni wakikaa pamoja ni kuhusu dini, si gossiping. Watakuja tu wakwambie by the way nilisoma hadithi fulani ama nilisoma aya fulani leo nikaona maana yake. Ilinishika sana. Unajua Qur'an kila wakati ukisoma inakupatia message tofauti. Hadi aya unaweza isoma sijui kila siku, lakini usome tu siku moja na kuletea maana yenyewe hata hujawahi fikiria. Kweli. Hiyo siku naambia by the way leo nimesoma hii aya nikasikia hivi nikafeel hivi. So ukichange your environment, kitu cha kwanza at least itakudivert kutoka kwa hiyo attention yako yenye uko nayo saizi. So hiyo attention yako ukiweka kwa dini, ujipeleke tu kwa watu wa dini. Na pia hii nafsi yako usibembeleze sana. Ikizoea tu kila siku ni kuamka, kuswali, kulala, kuamka, kuswali, kulala, itazoea. Alafu utakuwa hata una feel hiyo raha ya kuswali ama ya kusoma kitu. Badilisha mienendo. Si tubadilishe swala obvious, swala huwezi badilisha, lakini badilisha jinsi unafanya vitu. Kwa mfano leo umeswali ukasoma hii dua, next soma dua nyingine. Ama soma dua ndefu kiasi, dua fupi kiasi. Unafaa kupatia nafsi yako pia adhabu kidogo. Ama useme kama nimezoea kusoma Qur'an kila siku, nikikosa tu siku moja, the next day nasoma double. Hiyo next day ukisoma double. So next day, yani haitakuwa ni mazoea hivyo, at least utapata kitu kutoka hapo. So, yeah, na wewe mwenyewe pia ukuwe mtu wa dhikri kila wakati. Hizi dhikri ndogo ndogo usione ni hazina maana ama hazina faida. Kila dhikri ina faida yake. Hata ukisema tu bismillah peke yake inatosha kukupeleka sehemu nyingi sana. Ujipatie tu hiyo, kukuwa na udhu kila wakati. Udhu pia hata kama tunaona ni kazi ngumu wakati mwingine, hasa wakati wa baridi, mvua inanyesha, kukaa na udhu kila wakati pia ni ngumu. Sasa unajitesa tu kidogo kuwa na udhu kila wakati. Ama unasema yes nitakuwa na udhu kila wakati, lakini baada ya kila swala nitakuwa na take udhu. Mashallah, mashallah. Shukran sana Sukaina. Hakika umeweza kuelezea kitu kizuri sana. Natumai tumeweza kufaidika. Mwanamke kujua hadhi yake, naamini pia ni watoto ni part of hadhi ya mwanamke. So mwisho wa siku akimkuza atakuwa amejikuza yeye mwenyewe. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Sukaina ndani ya studio zetu za Mahdi TV umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi ambayo umeweza kuiangazia. Binafsi nimeweza kufaidika na mengi, haswa wewe mama nyumbani. Jua hadhi yako ni kila kitu kinachokuzunguka hapo, ima ukitunze ima ukiharibu. Ukishafahamu wewe ni nani na kufahamu hadhi yako, basi naamini hakuna mtu ama kiumbe chochote katika hii dunia kitaweza kukusambaratisha, isipokuwa utakuwa zaidi unamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.